Watu wa Mungu, tumepata fursa nyingine tena siku hii ya leo kuendelea na programu yetu ya usomaji wa Biblia. Ni jambo la kipekee sana kwa kweli. Ni jambo la kufurahisha ikiwa tunapata wakati mwingine tena wa kusoma neno la Mungu. Imetupasa kumshukuru Mungu sana ikiwa tunaendelea kupata muda huu, kwa sababu kuna watu wengine wanaokosa muda huu, wengine wanaumwa, wengine wamekwisha kupoteza maisha, na sababu zingine mbalimbali watu wanashindwa kulisikia neno hili. Kwa hivyo tunapopata muda kama huu, imetupasa kumshukuru Mungu wetu sana. Kiukweli, kwa namna ya pekee ya moyoni mwako, unaweza kumpigia Bwana makofi katika moyo wako. Ufurahie tu kwamba na kushukuru Mungu kwa wakati huu. Watu wa Mungu, leo tuko katika kitabu hiki cha Kutoka katika sura hii ya pili, ambayo ina mistari 25, na tunaendelea katika programu yetu hii muhimu ya kulisoma neno la Mungu hatua kwa hatua mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza. Niseme tu kwamba hii programu ni programu ambayo inahitaji kwa kweli kujidhatiti. Usiwe mvivu, yani usiwe mvivu, ukubali kwamba bwana, mimi nahitaji nisome neno la Mungu. Na usipofanya hivyo, kujidhatiti na kuomba Roho wa Mungu akusaidie, huwezi kutoboa, huwezi kufika mwisho, yani kwamba nimesoma Biblia nzima, huwezi. Lakini ikiwa una nia ya dhati, utajikuta unafanikiwa kufika mwisho. Na kuombea sana Mungu akusaidie uweze kufika mwisho. Tuende na mtiririko huu mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza kitabu cha Ufunuo. Watu wa Mungu, natamani sana sasa tuweze kuanza somo letu la siku hii ya leo, Kutoka 2 mstari wa 1 mpaka 25. Kabla ya kufanya hivyo, tumwalike Roho Mtakatifu pamoja nasi. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umetupatia muda huu, na kwa kila sababu pia. Yaani tunakushukuru kwa kila jambo. Asante. Tunaomba sasa utupatie wakati huu tena, sasa uturuhusu tuweze kulisikia neno lako. Tusaidie sana, tupate na tafakuri kubwa, ili kusoma kwetu, kujifunza kwetu kuwe na maana katika maisha yetu ya kiroho, hata vile pia katika maisha yetu ya kimwili. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Mwana Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na tumaini kuu. Amina. Tunaanza na mstari wa 1 katika kitabu cha Kutoka sura hii ya pili. Anasema, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akawa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe,
nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto, akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao. Akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa. Akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao. Akamwona Misri anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumuua Musa. Lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti 7. Nao wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji, wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza. Lakini Musa akasimama akawasaidia, akalinywesha kundi lao. Walipofika kwa Reueli baba yao, akasema, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Wakasema, Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji. Tena zaidi ya hayo, akatutekea maji, akalinywesha kundi. Akawaambia binti zake, yuko wapi basi? Mbona mmemwacha mtu huyo? Mwiteni ale chakula. Musa akawa radhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa Musa binti yake Sipora. Huyo akamzalia mwana, akamwita jina lake Gershomu, maana alisema, nimekuwa mgeni katika nchi ya ugeni. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Msikilizaji, sura ya 2 ya kitabu cha Kutoka inaishia hapo. Mstari wa mwisho unasema, Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Na hii ikiwa ni baada ya wao kulia, kuugua kwa sababu ya mateso ambayo waliokuwa wanapitia ya utumwa ule. Akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Msikilizaji, naomba nisiongee sana katika sehemu hii, lakini nikwambie, hata wewe Mungu anakuona. Hata wewe Mungu anakuona unapomlilia na matatizo yako. Mungu anaweza kukuona. Ni Mungu anayeona na ni Mungu anayesikia. Kwa nini usiamini kwamba tumaini kubwa na la kudumu kabisa,
Tumaini la uhakika na la kudumu liko kwa Mungu pekee. Mungu tumaini. Tumaini la kudumu na la uhakika liko kwa Mungu pekee, kwa sababu ni Mungu anayesikia na Mungu anayeona. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Msikilizaji, Mungu akuone na wewe. Mungu akuangalie na wewe. Mungu akusikie na wewe pia. Alafu abaki kuwa tumaini katika maisha yako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tuwasamehevyo wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utukoe kwa ile mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sasa na hata milele. Amina.